Wazee wa jamii ya Kalenjin kutoka eneo la Lorian, Laikipia Magharibi wametoa wito wa amani miongoni mwa jamii za Laikipia, wakiwataka wenyeji kuwapuuza wanasiasa wanaoeneza siasa za chuki dhidi ya serikali. Laban Muhinda na taarifa hii kwa kina kutoka Laikipia. Huku joto la kisiasa likizidi kupanda hususan eneo la Mlima Kenya, wazee wa jamii ya Kalenjin katika kaunti ya Laikipia na viongozi wa kisiasa wanaoegemea mrengo wa serikali wameomba wakazi wa Laikipia kudumisha amani na kujitenga na viongozi wanaoeneza siasa za kikabila na uchochezi. Ile mgawanyiko inakuja, tunataka tuseme isiingie Laikipia. David Barusei ambaye ni mmoja wa wazee wa jamii ya Kalenjin Laikipia ameonyesha wasiwasi akiashiria kwamba mifarakano inayoendelea miongoni mwa mirengo ya kisiasa inaweza kusababisha mizozo na kutatiza amani ambayo imeshuhudiwa siku za hivi karibuni Laikipia. Vile tunaenda, mimi ni mzee, na mimi nikiwa mzee kazi yangu ni kusema ukweli. Vile vijana mnaanza kukoroga maendeleo ni makosa, sababu sisi tuko kujenga, lakini yule akubomoa si kwetu. Area yetu ukigeuka zuia ndofu, ukigeuka tenzi na kuja, ukigeuka borehole ndio hii, ukigeuka kidogo kwani mnataka nini? Barusei anasema kuwa lengo la wazee ni kueneza amani na hawawezi kugawanyika kwa misingi ya kisiasa, kwa kusema kuwa kama wazee wa jamii za Laikipia watasimama kidete nyuma ya utawala wa sasa na kuhakikisha kuwa maendeleo yanafika vijijini. Wakizungumza katika mkutano huo wa bunge, Mwangi Kiunjuri wa Laikipia Mashariki na mwakilishi wa kike kaunti ya Laikipia Jane Kagire wametoa wito wa kuwepo kwa umoja kati ya viongozi na kusisitiza haja ya kufanya kazi kwa amani na serikali ya sasa ili kutimiza ahadi ambazo ilitoa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022. Sisi hapa Laikipia tunaishi kabila wote. Hakuna kabila ambaye hatuna hapa Laikipia. Unaweza fikiria ati Kalenjin ndiye namba 2-3, lakini tuko na hata Muwaria ako hapa, Mujarua ako hapa, Muruya ako hapa, hakuna mtu ambaye hatuna Laikipia. Kiunjuri anaonya kuwa joto la kisiasa linapoendelea kuongezeka, viongozi wa upinzani wanatumia fursa hii kueneza siasa za migawanyiko, akiwataka kuheshimu uongozi uliopo kwa kuipa muda ili kutekeleza manifesto yake kwa wananchi. Hakuna mpinzani ataweza kuambia vile anaweza saidia serikali ifaulu. Atakwambia tu vile mnaweza sabotage serikali ya William Samoei Ruto. Na ndiye tunaelezea vizuri wajipange, kwa sababu sisi tuko na mpango, na wakati mmefika ya kuwaelezea. Kutoka Januari ni kufungua mabarabara, ni kufungua kuweka stima kwa watu, kuweka maji. Hiyo ndio watakuwa akiona in the next 2 years. Aidha, akionekana kutetea serikali, mbunge huyo anasema kuwa kwa kipindi cha miaka 2 ijayo wataonyesha Wakenya miradi ya serikali ili kuhakikisha kuwa Wakenya wamejionea wenyewe maendeleo na kufanya uamuzi mahususi katika uchaguzi mkuu. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Laikipia, jina langu Laban Muhinda. Shukran sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo.